imanuhu qawiya, na kama mtu imani yake itakuwa ni kubwa kabisa, akarejea kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, akafuata njia ambazo alizoelekeza Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, akafuata njia zilivyoelekezwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi kana taathirun aljinni dhaifa, itakuwa athari ya jini na ule uchawi uliotumwa utakuwa ni dhaifu. والجني الموكل بهذا نوع من السحر يلازمه ليثبته عن كل الأعمال والتصريفات. na huyu jini ambaye aliyetumwa, jini wa kichawi anayekuja kwako, wapo wana majini, watu wanamaita jini cheketu, jini mchawi, jini kaburi, sijui jini mzoga, sijui jini maiti na kadhalika. Haya yanakuja kwako, yanakuja kuletea mazonge na matatizo ya aina mbalimbali. Kwa uwezo wake Allah Tabaraka wa Taala, tunasema matatizo haya tutaenda kuyatoa na kuyaondosha kwa kadari yake Subhanahu wa Taala. Na ndio maana leo hii biidhnillah Tabaraka wa Taala, yarhamukallah, nimekuletea zawadi hii. Hii zawadi ukiipata ni nzuri sana, ni zawadi ambayo inaenda kuondosha mashaitani wote waliopo katika mwili wa mwanadamu kwa kadari yake Subhanahu wa Subhana. Lakini sasa tunasema, utamjuaje mtu aliyepatwa na uchawi sihrul khumur? Uchawi khumur tunasema wa hadha ma a'rabu sihrul khumul. Namna gani uchawi huu wa khumul unavyofanyika, unavyoweza kujua au ukajijua wewe mwenyewe kwamba uchawi huu umekupata, au ukamjua mwenzako kwamba ndio uchawi umempata? tunasema hadha an-naw'u lahu al-a'rad mithlu al-amrad al-ukhra min as-sihr. Min hadhihi al-a'rad hiya, kwamba namna hii ya uchawi huu unazo dalili zake, mfano wa dalili nyinginezo zinazopatikana katika chawi zingine katika hali ya utiaji wa maradhi katika mwili wa mwanadamu. Ama dalili ya kwanza ya kumjua mtu aliyerogwa uchawi huu, tunasema mahabbatul wahidu wala azlatu, kwamba ni mtu kupenda kukaa peke yake, kujipenda mpweke tu peke yake na kujitenga na watu. Hali hii, huyu mtu ameshakwisha patwa na uchawi wa aina hiyo. Kwa hiyo dawa hii ni mujarabu kwake aweze kuitumia, na biidhnillah Tabaraka wa Taala atakuwa katika hali ya salama. Lakini pia dalili ya pili ya kumjua mtu huyu aliyepatwa na uchawi huu, tunasema dalili ya pili, karahiyatul ijtimaat, ni huyu mtu mwanamama au bwana baba huyu aliyepatwa na uchawi wa aina hii kuwa anakerahika katika mijumuiko ya watu, kukaa na watu katika mijumuiko ya watu, yeye anakuwa hapendi. Utamkuta yuko peke yake tu. Hii ni tatizo kubwa, ni dalili ya kumjua kwamba amepatwa na uchawi huu sihr al-humur. Lakini pia dalili ya tatu tunasema yafdhilu simta ad-daima, yeye anapenda